Usichukulie poa kabisa kinyesi hiki kama unakiona bandani kwako. Hii video inakuhusu zaidi, isikilize vizuri kabisa. Nataka nikuelezee hiki kinyesi ukikiona bandani kwako kinamaanisha kitu gani, na ni dalili ya ugonjwa gani au ni ugonjwa gani, namna ambavyo unaweza ukawakinga kuku wako ili usipate hiki kinyesi, na kama wamepata, namna ambavyo unaweza ukawatibia hao kuku. Hiki kinyesi ni hatari sana kama ambavyo nimekwambia. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiliza hii video vizuri, kwa sababu nitaelezea vizuri kabisa na utakijua hiki kinyesi vizuri na hakiwezi kikakusumbua tena. Unaona hapo tunasafirisha incubator ya mteja wetu ambayo amenunua ya mayai 60 tu, na risiti yake hiyo hapo vizuri kabisa kwa uaminifu mkubwa. Ukihitaji vitu vifuatavyo, basi agiza na sisi incubator. Kwanza, ukihitaji incubator ambayo ina ufanisi wa hali ya juu, yani inatotolesha vifaranga wengi sana. Yani ujuage hizi incubator sisi, hata kama kuku wako labda wameatamia mayai siku 10 akazila, akawa hataki tena kuatamia, yatoe yale mayai aliyozila yaweke kwenye hii incubator, yatatotolewa vizuri kabisa. Lakini pia tunatengeneza incubator kutokana na wewe unahitaji kutotolesha vifaranga wangapi. Kama 500 tutakutengenezea incubator, kama 1000 tutakutengenezea incubator, kama 2000 hadi 5000 utatengenezewa incubator ambazo zinakuwa na ubora wa hali ya juu. Wasiliana na sisi kama unahitaji incubator. Hizi incubator ni nzuri sana. Incubator za kutengenezwa ni nzuri kuliko zile incubator za Kichina ambazo huwa zinasumbua. Lakini hata kama ulinunua incubator ile ya Kichina ikakusumbua, ukiwasiliana na sisi tu tunairekebisha hiyo incubator, itafanya kazi vizuri kabisa. Tunapatikana Dar es Salaam, Mbagara. Kwa hiyo hapo ndipo ofisi zetu zipo. Mkoani tunatuma, sehemu yoyote ile tunaagiza, kama ambavyo unaona tumeagiza hiyo incubator. Na tukirudi kwenye rangi ya hiki kinyesi, kwanza kabisa hii inaweza ikawa ni typhoid au kipindupindu. Na utofauti wa hivi vinyesi kati ya typhoid na kipindupindu, kuna njano ambayo imekolea sana na njano ambayo imepauka. Sasa hii wala isikusumbue, yani kwamba hii ni typhoid au ni kipindupindu. Kwa sababu gani isikusumbue? Dawa ambazo zinatibu typhoid ndio ni hizo ambazo zinatibu kipindupindu. Kwa hiyo ukishaona hii hapa una ile ya kusema kwamba labda uingie sana kindani kabisa, nataka nijue hivi ni typhoid au ni kipindupindu, dawa ambayo hata kama kwa mfano labda kilikuwa ni kipindupindu ukakosea ukasema ni typhoid, ukatafuta dawa za typhoid, zile dawa ni zile ambazo zinatibu kipindupindu. Na dawa za dukani, ukienda dukani lazima dawa iwe na asili ya sulfa, yani tafuta zile dawa ambazo zina asili ya sulfa. Hata ukisoma pale vitu ambavyo vipo kwenye hiyo dawa utakuta kuna wameandika sulfa, ndio zinazotibu huu ugonjwa. Na pia tiba za asili na zenyewe pia waga tunatumiaga kama vile majani ya mpera, majani ya mpapai, majani ya mwarobaini. Hasa majani ya mpera ndio yanatibu vizuri kabisa hiyo typhoid au kipindupindu, endapo kuku wako utawakuta wapo na huo muharo. Kitu kingine ambacho ni muhimu sana nitakuja kukwambia hapa, nitakuja kukwambia kuhusiana na vipimo vya hii tiba za asili. Unapokuwa unataka utengeneze tiba ya asili, mchanganyo wake ili ukamilike, utaweka vipimo gani, kwenye maji lita ngapi. Lakini pia bado hatujamaliza. Huu muharo ambao tunauzungumzia hapa bado una dalili nyingi, yani hauishi hapo kwenye typhoid au kipindupindu. Hapa pia ninataka niwaambie kuhusiana na hivi vitabu. Hivi vitabu vinawasaidia wafugaji wengi sana. Hii ni miongozo ya kuwalea kuku. Usifugage kuku kama huna elimu ya kutosha kuhusiana na kuku, kwa sababu watakupa changamoto ambazo zinaweza zikapelekea wewe kuweza kukata tamaa. Kwa hiyo hivi vitabu sisi vinaelekeza kabisa jinsi ya kumfuga kuku, na hivi vitabu tumeviandika sisi wenyewe KingoFarm hapa shambani kwetu kutoka kwa kuku. Yani tulikuwa tunaona kabisa hawa kuku inatakiwa wafugwe hivi, tunaandika, tukaja tukatoa hivi vitabu. Kuna kanuni humo za kutengeneza chakula ambazo zina ubora wa hali ya juu sana. Yani ni kanuni ambazo tumezipitia kwa muda mrefu sana na kuziweka zikawa. Na pia kama mnavyojua sisi KingoFarm tunaongea zaidi kuhusiana na tiba za asili. Kuna kitabu hicho cha tiba za asili ambacho kina tiba za magonjwa yote, hata kama yale ambayo waga yatibiki kabisa, kinayo. Lakini pia sisi tunalo kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000. Utajiunga kwa muda wa miezi miwili. Utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili kwa shilingi 8,000. Bila kusahau vitabu hivyo gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp.
Turudi kwenye huu muharo. Huu muharo muda mwingine inaweza ikawa sio typhoid wala kipindupindu, lakini ikawa ni dalili, ishara ya kwamba kuku wako wameumwa muda mrefu. Huenda wana majeraha au wanaumwa ugonjwa fulani. Kwa mfano, unaweza kuona kuku wako ana mafua. Sasa yale mafua yakienda, akiumwa kwa muda mrefu, basi utakuta anatoa muharo wa rangi hiyo. Kwa hiyo kama ukiingia kwenye banda ambalo tayari kuku wako walikuwa wanaumwa sana, labda mafua, ukakutana na hii miharo, basi ujue ni matokeo ya ile homa ambayo imewaingia, na sio kwamba wamepata ugonjwa mwingine, typhoid au kipindupindu. Japokuwa kuku wakiwa wanaumwa homa yoyote nyingine haizuii wao kuweza kupata magonjwa mengine. Wapo kuku wanaweza kuwa wanaumwa hata homa 3 kwa pamoja. Lakini pia huu muharo huu hapa ukiona, muda mwingine ni majeraha, labda kama kuku ameumia sehemu. Mara nyingi sana unakutaga wanatoa huu muharo, au yai limempasukia tumboni. Wale kuku ambao wanataga, kama yai limempasukia tumboni, ukaona huu muharo, kuku analala na sinzia, muda mwingine inakuwa ni dalili ya kwamba kuku wako wanapitia kipindi hicho. Lakini pia huo muharo wa njano unaweza kuona kwa vifaranga wadogo kabisa, siku 2 siku 3. Ile inatokanaga na stress, labda joto limezidi, umewawekea joto kubwa mno, au ni baridi zaidi, yani kwamba wale vifaranga wanasikia baridi, yani hali yao ya hewa haijakaa sawa. Kwa hiyo utakuta baadhi ya vifaranga wanatoa muharo kama huo, na mara nyingi waga unaongozana na povu. Kwa hiyo ukiona umeongozana na povu, hata kuku wakubwa pia kuna muda mwingine, hasa wanaotaga, utakuta wanatoa hicho kinyesi. Ukikiangalia unakuta kama vile kina povu, basi ujue kabisa hiyo ni stress. Kuku wako hapo wana stress. Na stress ni vitamini tu. Ukiwapa vitamini, kuku wako anakaa vizuri. Na kipimo niliwaambia, nitawaambia kipimo kama kuku wako anaumwa typhoid au kipindupindu. Kipimo ambacho utatumia ni jagi moja la lita 2 la majani ya mpera, utaweka kwenye maji lita 10, na unaweza ukaweka kitu kama vile kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja, kwa ajili ya kuifanya hiyo dawa iweze kufanya. Hata kama unatumia majani ya mwarobaini, hivyo hivyo majani utayaweka kwenye jagi moja la lita 2, utachanganya kwenye maji lita 10. Na mwisho kabisa, ndugu zangu, niwatakie siku njema. Na kama una swali lolote, tuulize hapo kwenye comment, tunajibu maswali vizuri kabisa. Na kama unahitaji huduma zetu zaidi, kujiunga na kundi, kitabu, incubator, basi tupigie namba yetu ya simu hiyo hapa.